Kwa majina naitwa CPA Sadoki Mgendi. Mimi ni kaimu meneja mkuu wa ETBCO, kampuni tanzu ya TANESCO inayojishughulisha na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umeme ya kusafirisha na kusambaza umeme. Hapa tulipo tuko kituo cha kupoza umeme cha Tabora mjini, ambapo tumekamilisha sasa line yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hapa kuelekea Ipole. Ipole ni sehemu ambayo iko wilaya ya Sikonge. Lakini hii ni phase 1 kwa sababu line hii inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi, lakini inakwenda kwa phase. Sasa phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102. Tumemaliza kutest parameter zote, line iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo leo hii tunategemea kwamba wakazi wa Ipole na Sikonge kwa ujumla leo hii watapata umeme wa msongo wa kilovoti 132. Kwa baadaye line hii kama nilivyosema inaelekea mkoa wa Katavi. Kwa hiyo phase inayofuata sasa ni yenye urefu wa kilomita 133 kutoka Ipole mpaka Inyonga. Kwa hiyo tunategemea kwamba ni mategemeo yetu kwamba zoezi hili sasa kwa upande huu phase 1 limekamilika, sasa tunaendelea phase 2 na lenyewe liko asilimia nzuri kwa sababu liko asilimia 96. Kwa hiyo tunategemea kwamba timu ya inspection iko tayari na inaendelea na zoezi la kuhakiki ile miundombinu, na tunategemea kwamba mwezi ujao katikati tutakuwa tumefikisha umeme substation ya Inyonga. Kwa hiyo tunazidi kuwakumbusha wananchi tuendelee kutunza hii miundombinu kwa sababu serikali inaingia gharama kubwa kuitengeneza, lakini sasa tunakutana na changamoto kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wanachoma moto kwenye line, lakini wengine wanaharibu tu kwa makusudi, wanatoa nyaya kwa hiyo unakuta saa zingine nguzo hizi zinaharibika na zingine zinapinda zinaanguka chini. Sasa tusipoitunza hii miundombinu ni kwamba serikali itaingia gharama tena mara mbili kwa ajili ya matengenezo ya hizi line, lakini pia kupoteza uaminifu kwa serikali kwa sababu inawaletea miundombinu kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Kupata umeme, umeme ni rasilimali ambayo inawasaidia katika uendelezaji wa uchumi wao, uzalishaji wa mali, lakini pia usalama, kwa sababu bila mwanga huwezi kuwa salama. Kwa hiyo tunazidi kutoa rai kwa wananchi waione hii miundombinu ni ya kwao na waweze kuihudumia na waweze kuilinda ili kusudi lengo la serikali lilokusudia waweze kupata kile ambacho serikali imekusudia. Kwa majina naitwa Mhandisi Sospito Oralo, ni meneja wa mradi wa ujenzi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hadi Katavi wenye urefu wa kilomita 383. Mradi huu kwa sasa kiujumla kutoka Tabora hadi Katavi umefikia asilimia 96, na gharama ya huu mradi ni jumla ya pesa za Kitanzania bilioni 161, na fedha zote zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa mradi huu tumegawanya katika phase 3, kwa maana phase ya kwanza ni kutoka Tabora hadi Sikonge urefu wa kilomita 102. Phase ya pili ni kwa maana Ipole, Tabora hadi Ipole. Phase ya pili ambayo tumechukua Ipole mpaka Inyonga kwa maana ya Mlele, na phase ya tatu Mlele au Inyonga mpaka Mpanda mwisho. Kwa sasa phase hii ambayo tunaifanyia kazi leo ni phase ya kutoka phase namba 1 kutoka Tabora hadi Sikonge. Hii phase imekamilika kwa asilimia 99, na kazi kubwa ambayo mnaona hapa tunahangaikia leo ni kufanya testi, kwa maana kujiridhisha, kufanya majaribio na kujiridhisha kama line iko tayari kupokea umeme. Tumefanya majaribio hayo na yamefanikiwa kwa asilimia 100. Kwa hiyo line yetu kwa sasa kutoka Tabora mpaka Sikonge, kwa maana wilaya ya Sikonge Ipole, imekamilika kwa asilimia 100 na iko tayari kupokea umeme. Na umeme huu ambapo tutachaji leo utachajiwa moja kwa moja kutoka Shinyanga Ibadekuli mpaka moja kwa moja Ipole. Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya leo. Kwa hiyo wananchi wa Ipole kwa maana wilaya ya Sikonge kwa ujumla wanaenda kupokea umeme ambao umeunganishwa, umeme mkubwa wa grid ya taifa ambao umeunganishwa moja kwa moja kutoka Shinyanga mpaka Sikonge kwa maana ya Ipole, ambao ni umeme wa uhakika. Vile napenda kuchukua nafasi hii kuwasitiza wananchi wa mkoa wa Tabora, hasa hususani
wilaya Sikonge ambao tunaenda kuwapa umeme wa uhakika waje kwenye utumiaji wa nishati safi na bora, kwa sababu tunaenda kuwa na umeme wa uhakika ambao haukatikati. Kwa hiyo tunawasisitiza wananchi wote wajiunge katika kampeni yetu ya TANESCO ya mama kuwa na nishati bora, kwa sababu uhakika wa umeme sasa upo na ukatikaji wa holela umeme hautakuwepo. Kwa hiyo tunawasisitiza sana watumie umeme kama matumizi ya kawaida kwa kupikia, kwa maana kuzungumzia nishati safi, kuondokana na matumizi ya kuni, moshi ambayo yanakuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo wajiunge, waje kwa wingi, kwa sababu umeme sasa kama nilivyosisitiza mwanzo na nazidi kusisitiza kwamba wanaenda wilaya ya Sikonge wanaenda kupata umeme wa uhakika. Kwa majina anaitwa Ebeneza Edmundi Makakala, ni mhandisi mradi katika laini ya kujenga mradi wa kilovoti 132 kutoka substation ya Tabora kwenda katika substation ya Ipole katika wilaya ya Sikonge. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya Tidiko ambayo ni kampuni tanzu kutoka katika shirika la TANESCO, na mradi huu umetekelezwa na wahandisi wa ndani wazawa wa nchi, ambapo mradi huu umewezesha wilaya ya Sikonge kupata umeme wa uhakika, ambapo mwanzo wilaya ya Sikonge ilikuwa inachukua umeme wa kilovolti 33 kutoka Tabora mjini kwenda katika wilaya ya Sikonge, lakini laini hii mkondo wa kilovolti 33 ni mdogo, hivyo uliwafanya wananchi washindwe kupata umeme wa uhakika. Lakini kutokana na utekelezaji wa sasa wa mradi kilovolti 132 kutoka Tabora kwenda Ipole, wananchi wa Ipole na Sikonge watakuwa na uhakika wa kupata umeme ambao utawezesha kufungua viwanda na kulani biashara ndogo ndogo ili kuweza kupata mahitaji kila siku na kukuza biashara zao.